Na msikilizaji, karibu tena katika simulizi yetu nzuri, simulizi inayokwenda kwa jina la Miss Paulina. Awali ya yote nipende kutoa shukrani kwa wale ambao wanaendelea kusubscribe, na wewe ambaye bado hujasubscribe basi usisite kufanya hivyo ili uendelee kuwa mwanafamilia katika channel yetu ya Dada Simulizi. Uendelee kupata simulizi nyingi na nzuri ambazo zinafunza, zinaelimisha na pia zinaburudisha. Leo nimekuletea kigongo kipya kabisa kinachoitwa Miss Paulina. Simulizi yetu inaanzia pale ambapo alionekana mzee wa miaka 50 kuelekea miaka 60 akitoka gerezani baada ya kumaliza kifungo chake cha miaka takriban 30 kwa kesi ya mauaji. Mzee huyo alitazama kwa makini na kugundua kwamba kuna ndugu zake walikuwa wameenda kumpokea na usafiri. Alipokelewa kwa furaha na ndugu zake huku akilia sana kwa uchungu na kupewa pole. Alichukuliwa hadi nyumbani na kukaa chini huku ndugu zake wakimletea baadhi ya vitu vyake vya zamani. Alipovitazama alijikuta analia kwa uchungu sana. Pale ambapo alipoa simu yake na kuanza kutazama baadhi ya vitu na picha ambazo aliwahi kupiga na msichana mrembo ambaye alikuwa ni mpenzi wake. Kulingana na mapozo waliokuwa wamekaa kwenye picha, ilionyesha dhahiri kwamba walikuwa ni wapenzi. Jamaa alitazama picha ya mwanamke huyo mrembo huku machozi yakizidi kumtoka kwa uchungu na kuendelea kulia huku akiweka simu pembeni. Alionekana akiwaza mbali sana na kukumbuka yaliyowahi kutokea miaka 30 iliyopita. Tukirudi kwenye miaka hiyo 30 iliyopita, tunakutana na Paulina ambaye ni msichana mrembo mwenye kila sifa za wasichana warembo duniani. Ni msichana mwenye umri wa miaka 27, ni mweupe, mrefu na mwenye umbo namba 8. Hakika Paulina alikuwa ni msichana mrembo ambaye ni ndoto za kila mwanaume rijali. Wengi walikuwa wanapenda kumuita kwa jina la mkato Pau, ikiwa ni kifupi cha jina lake Paulina. Alikuwa anasifika pia kwa sauti nzuri sana kama Dada B hapa. Sauti yake ilikuwa ni nzito yenye ujazo wa aina yake. Alikuwa akizungumza basi kama kuna watu ilikuwa ni lazima wageuke nyuma kumtazama na kutaka kuona sura na kinywa kizuri kinachotoa sauti nzuri ya kipekee. Paulina alikuwa na sura ya kitoto, unaweza kusema kwamba ni binti wa miaka 16 ama 15. Midomo yake mwanana yenye lipsi pana zenye wekundu wa asili kama vile amepaka lipstick. Alikuwa na pua ndefu iliyochongoka, unaweza kusema ni Muhindi ama Msomali ama mzungu kutokea pale barani Ulaya. Alikuwa ni mweupe wa rangi, nywele ndefu mithili ya malaika wa peponi, na muda wote alikuwa ananukia marashi ya gharama kutoka nchini Dubai ama nchi za falme za Kiarabu. Paulina alikuwa ni mwanamitindo, lakini wengi wao walikuwa hawafahamu historia yake ya chini mpaka kufikia kuwa mwanamitindo mkubwa ndani ya muda mfupi tu. Ndani ya miezi 6 tu, Paulina alijikuta amekuwa mwanamitindo mkubwa na kampuni nyingi sana zilikuwa zinahitaji kufanya naye kazi kwa mikataba minono. Jambo kubwa na la kushangaza ni kwamba Paulina alikuwa anakata kusaini baadhi ya mikataba na alikuwa ni msiri sana kwenye masuala yake binafsi. Baada ya muda mfupi ndani ya shughuli yake ya wanamitindo, alijikuta anaangukia kwenye mikono ya tajiri mmoja mkubwa sana nchini ambaye wengi wao walikuwa wanamfahamu kwa jina tu na ni watu wachache sana ndio walikuwa wakimfahamu kwa sura. Tajiri huyo alifahamika kwa jina la Benedict Popat. Aliyekuwa na asili ya watu wa Asia ama unaweza kusema alikuwa na asili ya India. Popat ama Beni alikuwa ni tajiri mkubwa nchini na alikuwa ni tajiri namba 2 kati ya matajiri wakubwa nchini. Na hiyo ni kwa mujibu wa jarida la takwimu kuhusiana na masuala ya fedha lililopo nchini Afrika Kusini, lifahamikalo kama African Data Collection ambalo kwa kifupi wanaliita ADC. Mwanadada Paulina alitokea kupendwa sana na tajiri huyo na kufikia hatua mpaka kupangishiwa nyumba nzima mitaa ya Uzunguni ama unaweza kusema mitaa ya Masaki karibu kabisa na bahari ya Hindi. Msikilizaji, Paulina alikuwa anapata kila kitu anachokitaka kwenye maisha yake na kwenye mahusiano yake pamoja na Popat.
alikuwa anapata kila kitu. Na alikuwa ni mwanamke msikivu sana kwa mwanaume huyo. Lakini pia alifahamu fika kwamba Popat ni mume wa mtu na ni baba wa watoto 3. Hakujali kabisa kwenye hilo swala la kudeti na mume wa mtu. Alichokuwa anajali yeye ni kwamba anatimiziwa mahitaji yake na anapendwa na mwanaume huyo. Msikilizaji, Paulina alianza kuwa mwanamke mwenye kumiliki vitu vya thamani na magari ya kifahari licha ya kuwa na mahusiano ya kificho na Popat. Lakini alifanikiwa kupewa matangazo mengi ya kampuni inayomilikiwa na Popat. Na watu wengi walipenda matangazo yake kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwenye mvuto mbele ya macho ya watu. Paulina alifanikiwa kusafiri nchi nyingi duniani kama balozi wa makampuni ya bwana Popat. Na alifanikiwa kupata muda mzuri wa kukutana na Popat kila wanapopata nafasi ya kusafiri kikazi kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya masuala mazima ya kibiashara. Hakuna aliyekuwa anafahamu kama wawili hao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi zaidi ya wao wenyewe. Na walikuwa wapo makini sana kwenye hilo swala la kuficha siri yao hiyo. Na hata bwana Popat alipotaka kumfanya Paulina kuwa mke wake wa pili kwa ndoa ya kiserikali ili wawe huru, bado Paulina alikataa na kumweleza Beni kwamba ilikuwa ni mapema sana aendelee kumpa muda. Maisha yaliendelea na Popat hakutaka kabisa kumkwaza mwanadada huyo kwa sababu alitokea kumpenda sana kiasi cha kufanya hata muda mwingine kuisahau familia yake. Mara nyingi bwana Popat alipokuwa anataka kukutana na Paulina, alikuwa anaacha gari yake ofisini na kukodi taksi ambayo ilikuwa inampeleka mpaka kwenye nyumba kubwa ya kifahari aliyompangishia bwana dada huyo. Na alikuwa akiishi hapo hata kwa siku 3 kisha anaondoka zake na kurudi nyumbani kwake. Na alikuwa na uwezo wa kukaa hata miezi 3 bila ya kwenda nyumbani kwa Paulina. Zaidi walikuwa wanakutana tu ofisini, ama kama wakipata safari ya kikazi basi ndipo walipokuwa wakimalizia shida zao huko. Na hayo ndio ilikuwa ni maisha yao, na muda mwingine Paulina alikuwa akikaa nyumbani kwa muda mrefu bila ya mtu, na alikuwa anajihisi mpweke sana. Kitu cha ajabu kwa mwanadada huyu Paulina, alikuwa hana rafiki yeyote yule wa kike ama wa kiume. Na mara nyingi Beni ama Popat alikuwa anamuuliza juu ya rafiki zake, lakini Paulina alikuwa anasema hana rafiki. Na alikuwa anasema hapendi kuwa na marafiki kwa sababu tangu udogo wake amelelewa malezi ya kutokuwa na marafiki. Hata pale Popat alipokuwa anamuuliza kuhusu ndugu zake na wazazi wake, Paulina bado alikuwa anasema ni mapema sana bwana Popat kuwajua ndugu zake, na muda ukifika basi atamueleza kila kitu na atapafahamu kwao, na hata ndugu zake pia atawajua. Naam msikilizaji, huyo alikuwa ni bibie Paulina. Na bwana Popat alikubaliana naye licha ya kuwa na mashaka mengi moyoni mwake juu ya Paulina. Hakuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana na yote hayo. Ilikuwa hivyo ni kwa sababu alikuwa anampenda sana bibie. Basi mwaka mmoja ulipita tangu Paulina awe kwenye mahusiano na Popat, na kadiri miaka ilivyokuwa inazidi kwenda mbele, ndivyo hali ya upweke kwa mwanadada Paulina ilikuwa inaongezeka. Bwana Popat akapata safari ya kwenda barani Ulaya na Asia kwenye mikutano na ziara mbalimbali baada ya kualikwa na baadhi ya matajiri na wamiliki wa makampuni ya kibiashara. Ilikuwa ni ziara iliyomchukua takriban miezi 3 bila ya kurudi nchini, na hakutakiwa kwenda na mtu yeyote zaidi yake yeye mwenyewe, na hata Paulina naye alibaki nchini. Ilikuwa ni miezi 3 ya upweke kwa Paulina, na hakuwa na kazi yoyote iliyomfanya atoke kwenda nje zaidi ya kukaa ndani, na kama akihitaji kwenda nje basi ni yeye aamue kwenda kutembea ama kula bata. Walikuwa wanawasiliana na Beni kwa kutumia simu na sana sana video call pale Beni anapokuwa yupo free ama kwenye muda wa mapumziko ama nyakati za usiku sana baada ya kumaliza vikao vyake na matajiri wenzie. Kuna muda Beni alikuwa akipiga simu, Paulina alikuwa amekwisha kulala na walishindwa kuzungumza. Hali hiyo ilikwenda mpaka mwezi mmoja uliweza kuisha bila kuongea kutokana na kupishana kwa muda wa kuwa free. Siku ya siku Paulina alifanikiwa kumpata Beni na kumwomba jambo la kumtafuta mtu aweze kupanga kwenye nyumba ndogo ya nyuma ili mradi tu asiendelee kuwa mpweke. Paulina,
labda ninunue hiyo nyumba, ndipo ninaweza kukubaliwa kuweza kumpangisha mtu mwingine. Lakini kwa nini tupangishe? Mchukue hata ndugu yako yeyote uishi naye hapo kama unajihisi mpweke sana. Benny Popat alitoa wazo lake hilo wakiwa wanazungumza kwenye simu. Jamani, masuala ya ndugu zangu nilishakwambia. Kwa sasa sihitaji kuishi nao pamoja. Kuna mambo mpaka yakae sawa na hawatonielewa wakigundua naishi na mwanaume ambaye sijafunga naye ndoa. Alizungumza Paulina kwa kujitetea. Kwa hiyo tutaishi hivi mpaka lini? Alihoji Benny. Mpaka pale muda utakapofikia, na kama inawezekana kununua fanya hivyo ili nipangishe mtu nyuma ya nyumba hii, angalau nisiendelee kuwa mpweke. Sawa, nitalifanyia kazi. Benny alimaliza na kukata simu, akaendelea na mambo yake kama kawaida. Upande mwingine alionekana Paulina akitabasamu sana huku akiwa anawaza jambo kichwani mwake. Jambo ambalo alikuwa analifahamu yeye mwenyewe na Mungu wake. Baada ya siku kadhaa, Benny alimpigia simu Paulina na kumweleza kwamba amefanikiwa kuinunua nyumba hiyo na maamuzi yote yapo kwake yeye mwenyewe Paulina. Paulina alijikuta ni mtu mwenye furaha sana baada ya kujua kwamba nyumba hiyo aliyokuwa anaishi yeye imenunuliwa, na uzuri zaidi imenunuliwa kwa jina lake. Kwa hiyo masuala ya kutafuta mpangaji, hilo tena utajua wewe mwenyewe, na kodi utakayokuwa ukiipata hapo utajua wewe mwenyewe. Mimi sitohusika na hiyo nyumba, ni ya kwako. Tajiri Benny Popat alizungumza kwa kujiamini na alimwacha Paulina akitabasamu mwenyewe na macho akiwa ameyalegeza. Baada ya Benny kukata simu, Paulina aliweka simu pembeni. Alisimama kwenda hadi kwenye kioo na kujitazama huku akiwa anatabasamu na kiganja cha mkono wake wa kulia kikiwa shavuni mwake. Alijitazama kwa muda kwenye kioo kisha akazidisha kutabasamu na kutikisa kichwa kuashiria kama kuna kitu alikuwa anakihitaji kwa muda mrefu sana na sasa amekipata. Amka sasa Miss Pau, kazi ndio inaanza. Alizungumza Paulina kisha alitoka kwenye kioo na kwenda kitandani mahali alipoiweka simu yake akaichukua. Aliitazama simu yake kwa muda kisha alitoka nje huku akiwa anazunguka nyumba nzima mpaka alipoifikia nyumba ya uani na kuitazama kwa muda. Ilikuwa ni nyumba ya vyumba viwili, sebule, choo cha ndani, jiko, store na kibaraza kidogo cha kupumzikia. Alishika vema simu yake na kuwasha kamera yake kisha akaanza kupiga picha hiyo nyumba ya nyuma ama ya uani. Alipiga kila engo na mwisho aliingia ndani akaanza kupiga picha vitu vya ndani. Kwa kifupi, nyumba ilikuwa imekamilika kwa kila kitu ndani. Thamani zote zilikuwepo ndani, kuanzia makochi, jiko, makabati, vitanda, yani kila kitu kilikuwepo ndani. Paulina alipomaliza kupiga picha, alianza kuzikagua na kugundua kwamba amefanya vyema sana na amezipatia vyema sana picha alizokuwa anazokusudia. Hapa sasa sawa, ngoja kazi ianze. Alizungumza maneno hayo Paulina. Alipomaliza aliziposti mtandaoni na kuweka tangazo la kupangisha. Baada ya kuweka tu tangazo lake Paulina, hata dakika 10 hazikuisha, watu walianza kuulizia upatikanaji wa hiyo nyumba na gharama zake. Paulina alitabasamu na kuizima simu yake kisha akarudi ndani na kwenda kuoga ili atoke kwenda kujipongeza kwa ushindi huo mdogo aliokuwa na uhitaji kwa muda mrefu sana. Ulikuwa ni usiku wa saa 4. Mwanadada Paulina alionekana kupunguza mwendo mbele ya nyumba yake ambayo alinunuliwa na Benny Popat, na alikuwa amechoka sana, maana alikuwa amejitoa out kwa ajili ya kujifurahisha kidogo baada ya kuhakikisha kwamba hiyo nyumba ni ya kwake kabisa rasmi. Ilikuwa ni gari aina ya Range nyeusi yenye maandishi ya gold na ilikuwa inasimama mbele ya geti, na geti lenyewe likafunguka kwa remote maalum ya kusense. Taratibu Paulina aliingiza gari ndani mpaka mahali pa maegesho. Alishuka huku akiwa amevaa kigauni kifupi chekundu chenye mpasuo wa kichokozi kwenye paja la mguu wa kushoto. Alitembea kwa maringo na viatu vyake virefu huku akiwa amevaa miwani yake mipana mizuri iliyokuwa imemtoa vema. Alizipiga hatua mpaka ndani na akaelekea moja kwa moja chumbani kwake. Alivua nguo zote na kubaki na nguo ya ndani tu. Kisha mwanamke akachukua taulo na kujifunga kifuani akatoka nje.
Alielekea moja kwa moja kwenye swimming pool na kuweka taulo lake pembeni. Akajitupia kwenye maji taratibu. Akaanza kuogelea kutokea upande mmoja wa swimming pool na kuelekea upande mwingine. Alifanya hivyo kama mara 3 kisha akatoka mtoto wa kike ndani ya maji. Akaenda kujikausha na taulo lake, na muda wote huo alikuwa na nguo ya ndani tu, huku kifuani akiwa ameacha maungo yake wazi kabisa. Alipomaliza alijifunga taulo na kurudi zake ndani kwenda kujisuuza na maji safi. Kisha alijipaka mafuta yake ya kulainisha ngozi. Alipanda kitandani huku akiwa ameweka glasi ya wine kwenye bedside na simu ikiwa mkononi. Na muda huo mziki laini ulikuwa unaendelea kumliwaza mtoto wa kike kwa raha zake. Alishika simu na kuiwasha. Baada ya kuizima kwa muda mrefu, akajikuta anakutana na jumbe nyingi sana na missed call kwamba watu wengi walikuwa wanamtafuta kipindi hayupo hewani. Simu nyingi zikiwa na namba ngeni na nyingine kutoka kwa tajiri Ben Property. Alichokifanya, alianza kuzitazama zile namba kwa muda kisha akatulia. Aliingia mtandaoni na ndipo alipogundua ni kwa nini alikuwa amepigiwa na namba nyingi sana ngeni. Kwenye tangazo la kupangisha nyumba alikuwa ameweka na namba zake, na ndio maana watu wengi walikuwa wanampigia ili kutaka kupanga kwenye hiyo nyumba. Wow, mwitiko umekuwa mkubwa sana, alijisemea Paulina, huku sasa akianza kuzipiga zile namba moja baada ya nyingine. Alianza namba ya kwanza akapiga, kisha akakaa vizuri na kusikiliza sauti ya mtu aliyepokea. Halo, ninazungumza na Paulina. Ilisikika sauti ya kiume nzito kidogo ikimuuliza. Bila shaka, alijibu Paulina kwa kujiamini sana. Niliona tangazo lako mtandaoni kwamba unahitaji mpangaji. Ndiyo, haujakosea. Umeoa ama una familia? Ndiyo, nimeoa na nina watoto. Hata kabla jamaa hajamaliza kujieleza, simu yake ilikatwa na mwanamke akaiblock kabisa hiyo namba. Aliishia kutabasamu tu huku akimpigia mtu wa pili na ilipokelewa. Ilipopokelewa tu ilisikika sauti ya mwanamke. Paulina alikata simu na kuchukia usoni mwake. Hivi nilisahau vipi kuliweka ile sharti la jinsia? Alijiuliza mwenyewe kwa sauti ya chini huku akiblock hiyo namba na kwenda kupiga namba nyingine. Ilipopokelewa ilisikika tena sauti ya mwanamke. Haraka haraka alikata simu na kuiweka pembeni. Alikamata glasi yake ya wine na kupooza kwa fundo moja. Kisha alishusha pumzi na kutulia kujitafakari kwa muda. Wakati anaendelea kujitafakari, mara simu ilianza kuunguruma kwamba kuna mtu anampigia. Alipoitazama simu ile, aligundua ni namba aliyotoka kuongea nao muda sio mrefu. Haraka sana aliikata na kuiblock kama ilivyokuwa kawaida yake. Aliiendea namba ya 4, namba ya 5 mpaka ya 6 na ya 7. Wote waliokuwa wanapokea pale walikuwa ni wanawake, na yeye hakuwa anawahitaji wanawake kwenye nyumba yake kabisa. Msikilizaji, Paulina ana mpango gani mpaka hataki wapangaji wa kike? Haikufahamika ni kwa nini Paulina alikuwa anawahitaji wanaume tu, na ilionekana kabisa mwanaume mwenye mke ama familia alikuwa pia hatakiwi kwenye hiyo nyumba. Na haikufahamika ni kwa nini alikuwa hahitaji watu wa namna hiyo. Alishusha pumzi kwa muda kidogo, kisha alirudisha macho yake kwenye simu yake na kuangalia kwenye kioo na kugundua kwamba alikuwa bado na namba nyingi hakuzipigia na walikuwa wamemtafuta pia. Sasa wote wanawake, ina maana wao ndo wanauhitaji sana wa nyumba kuliko wanaume? Paulina alijiuliza huku akiendelea kushuka chini kwenye kioo cha simu yake kuona kama anaweza akabahatisha namba ya mwanaume. Hapa ni kuchagua tu ovyo ovyo random, naweza kubahatisha. Aliendelea kujisemea na kidole chake kikaganda kwenye namba moja ya mwisho inaishia 62. Aliitazama kwa muda kisha akavuta pumzi ndefu na kuitoa. Alipomaliza kupumua kwa kuupa mwili confidence, aliibofa hiyo namba kisha akaiweka simu loudspeaker kusikiliza kama anaweza akapata anachokitaka. Baada ya kuita kwa muda mrefu, ilipokelewa na mtu aliyepokea upande wa pili. Alikuwa kama ametoka usingizini. Hello. Sauti ya mwanaume akiwa ametoka usingizini ilisikika upande wa pili.
Kwanza kabisa Paulina akashusha pumzi na kutabasamu baada ya kuisikia sauti hiyo, na moyoni mwake akawa anaomba angalau awe na sifa ambazo anazihitaji yeye. Hello, naitwa Paulina. Ni mwenye nyumba ambaye niliiweka. Paulina hata kabla hajamaliza kujieleza jamaa akadakia. Oh, sorry sana. Nililala, nishakupata. Jamaa aliendelea kujitetea. Usijali. Da. Nilituma maombi ya kutaka kupanga kwenye nyumba yako baada ya kukutana na tangazo lako. Jamaa aliendelea kujieleza. Sawa. Umeoa ama una familia? Paulina aliuliza swali lake pendwa tena. Hapana, sijaoa na sijafanikiwa kupata mtoto. Kwa kifupi ninaishi mimi kama mimi. Jamaa aliendelea kutoa sifa zake zote kutokana na swali la Paulina. Kwanza kabisa Paulina alijikuta anatabasamu na kufurahi sana baada ya kusikia majibu ya huyo mvulana aliyekuwa anasikika kwa sauti tu. Alikuwa na sauti ya kiume kweli na nzito, lakini ilikuwa ni sauti ya kimahaba kutokana na kwamba alikuwa ametoka kulala. Vizuri sana, mpaka hapo umeshakidhi vigezo vyangu. Ila sasa kama hautojali, naweza kuona social media zako kama Instagram, Facebook na TikTok kama una page huko. Aliuliza Paulina huku akiwa anasikilizia kwa makini na kwa shauku ya kupata jibu la ndio. Jamaa kwanza akasita na kutulia kwa muda kusikilizia na kulitafakari swali la Paulina, maana lilikuwa kama lina mtego ndani yake. Baada ya kuganda kwa muda kidogo mpaka Paulina mwenyewe ikawa inampa mashaka na kuhisi jamaa anaweza akamtolea nje, alijibiwa, okay, hakuna shida. Jamaa akakubali kabisa kisha akakata simu. Yes. This is what I want. Hiki ndicho ninachokitaka. Alizungumza Paulina huku akiwa na furaha na kurukaruka kitandani. Haikufahamika ni kwa nini alikuwa anafurahia hivyo, lakini kila kitu alikuwa anakijua yeye mwenyewe. Wakati anamaliza kushangilia, mara simu yake ilipokea ujumbe mfupi na haraka aliwahi na kuitazama. Alipoitazama akagundua jamaa amemtumia ujumbe kumtajia jina analotumia kwenye mitandao ya kijamii. Prince? Paulina alisoma ujumbe huo huku macho yake yakiwa makini sana. Haraka Paulina aliwahi na kwenda Instagram kumtafuta Prince kama alivyoandikiwa. Alipotafuta kwa muda kidogo akafanikiwa kumpata kwa jina ambalo alielekezwa. Kwanza kabisa Paulina akajikuta amepaniki, alafu haelewi nini anachokitazama. Akawa ni kama mtu aliyepigwa na bumbuwazi ghafla. Aliganda kwa muda huku mdomo wake ukiwa wazi na kujiuliza anatazama kitu gani, na mwisho kabisa akajikuta anabofya sehemu ya DM na moja kwa moja kabisa akajikuta anaandika ujumbe wa salamu bila ya kutarajia. Mambo. Ujumbe wa Paulina ulisomeka hivyo na kwenda kwa Prince. Hi, alijibu Prince. Wow, ndio wewe Prince. Mimi ni Pao, ndiye mwenye nyumba. Oh, nashukuru kukufahamu. Na mimi pia. Hizo picha ninazoziona ni za kwako? Aliuliza Paulina. Ya, huyo ni mimi. Nafanya kazi ya trainer gym moja maarufu sana hapa mjini. Wow, unaonekana ni gentleman sana. Yaani hadi nimesisimka mwili. Aliandika Paulina na kuweka emoji za kucheka kimahaba. Usijali. Basi sawa, acha nikuache. Tutazungumza vizuri kesho. Aliandika Paulina hivyo kisha akatoka Instagram na kuweka simu pembeni huku akiwa anatabasamu na kufurahia sana baada ya kuona picha za Prince. Wow, hakika huyu ndiye mtu nilikuwa nahitaji kumpangisha kwenye nyumba yangu. Alijisemea Paulina na kuonyesha kabisa usoni kwamba amefurahia sana kumwona Prince. Prince ama yeye mwenyewe anapenda kujiita P, alikuwa ni mwanaume mwenye mwili mzuri wa mazoezi uliokatika vema. Ni mwanaume mrefu, maji ya kunde, mwenye kifua kipana na mikono iliyojaa vema na six pack za kutosha tumboni mwake. Alikuwa anavutia na ni kivutio cha wadada wengi sana waliokuwa wanamuona kwenye mitandao ya kijamii, na hata huko DM kwake walikuwa wamejazana sana kuhitaji angalau nafasi ya kuwa naye kimapenzi. Paulina alichanganyikiwa na kukiri kweli Prince
alikuwa chaguo lake na mtu sahihi kabisa alikuwa anamhitaji kwenye nyumba yake. Mwanamke alijifikiria kwa muda kisha akajilaza na usingizi ukampitia bila yeye mwenyewe kutarajia. Baada ya siku 3 Prince alifanikiwa kuhamia nyumbani kwa Paulina, kwenye nyumba aliyopanga kama nyumba ya kupanga. Alifika na kuanza kupanga vitu vyake muhimu alivyokuja navyo. Na kwa kuwa fanicha zote alizikuta ndani, yeye alikuja na vitu baadhi tu, haswa ni nguo zake na vifaa vyake vya mazoezi. Alikuwa ni kijana mtanashati na muda mwingi alikuwa anapenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kuweka mwili wake sawa. Habari za asubuhi sister. Prince alisalimia akiwa ametoka kukimbia asubuhi na akiwa anavuja jasho mwilini mwake. Salama za kuamka, alijibu Paulina akiwa anamtazama kwa makini kijana Prince. Macho ya Paulina yalionyesha dhahiri kwamba anamtamani kimapenzi Prince, lakini alikuwa anajikaza tu. Namshukuru Mungu nimeamka salama mwenye nyumba wangu, alijibu Prince huku akiwa anatabasamu kama kumtania Paulina. Niko poa sana, kumbe huwa unakimbia asubuhi? Ya, ni kawaida yangu sana kila asubuhi kufanya mazoezi ya kukimbia kwa ajili ya kuweka mwili wangu sawa, alijibu Prince akiwa anajifuta jasho usoni. Itabidi sasa kuanzia kesho unaniamsha na mimi tukimbie wote. Hilo tu mama mwenye nyumba, usijali, alijibu Prince huku akiwa anavua fulana yake iliyokuwa imeloa jasho. Na muda huo Paulina alikuwa anamtazama na kujikuta anachanganyikiwa sana baada ya kukiona kifua cha mtoto wa kiume jinsi kilivyo katika. Mtoto wa kike akabaki kumeza mate na macho yake yalikuwa amekaa kumtamani Prince kimahaba. I'm sorry. Hivi hapa huwa unaishi peke yako? Prince ilibidi kuuliza baada ya kuvua fulana yake na kuanza kuikamua jasho. Ya, mara nyingi naishi peke yangu. Lakini nimeolewa na mume wangu ni mtu wa kusafiri sana, Paulina alijibu akiwa bado anamtazama Prince kwa macho ya matamanio sana. Oh, kumbe umeolewa? Prince aliuliza kwa mshangao akionekana kabisa usoni mwake haamini kama Paulina amemweleza ukweli. Ndiyo, na mbona umeshangaa sana? Hamna, kawaida tu, ila sikutarajia kama umeolewa. Maana tangu nimefika nina siku ya 3 lakini sikuwahi kumuona mumeo, alizungumza Prince akiwa anamtazama Paulina kwa makini sana. Paulina alikuwa amevaa kisketi kifupi kilichokuwa kinambana kisawasawa na kuacha sehemu kubwa ya mapaja yake kuwa wazi na kumtamanisha sana kila mwanaume aliyekuwa rijali. Prince alimtazama Paulina kwa makini kuanzia kiunoni, kwenye hips na mapaja yake mpaka kwenda miguuni mwake na kugundua kitu, lakini akaamua kumezea na kutulia. Kama nilivyokueleza, mume wangu ni mtu wa safari sana na muda mwingi huwa anasafiri kwenda nje ya nchi. Oh, okay, nimekuelewa, Prince alijibu huku akiwa anakunguta fulana yake. Basi sawa, Pei, kesho usisahau kuniamsha asubuhi na mimi nataka nianze kufanya mazoezi. Hilo usijali madam, alijibu Prince akiwa anaingia ndani na kumwacha Paulina akiwa amekaa kwenye kiti pembeni ya swimming pool. Asubuhi ilipita na kila mmoja akiwa yupo ndani kwake, na Paulina alikuwa anawasiliana na Ben Popat akimweleza maisha anayoishi kwa sasa baada ya kupata mpangaji. Waliongea mambo mengi na tajiri Ben alimwelezea kwamba karibuni anarudi nchini na amemmisi sana kipenzi chake. Paulina alionekana kufurahi sana na alikuwa anatamani sana Ben arudi nyumbani haraka. Ben alimwahidi Paulina zawadi nyingi na kumfanya mtoto wa kike zaidi kupagawa na kutamani hata tajiri huyo apae ili afike nchini apate kuziona zawadi zake. Hatimaye mchana uliwasili na Prince alionekana kurudi kutoka kazini kwake na kwenda ndani kuchukua vinywaji na kutoka nje kwenda eneo la mapumziko ambako kulikuwa kuna bustani nzuri ya maua na viti vya bembea sambamba na viti vya chuma pamoja na meza. Mwanaume alikuwa na laptop yake akawa anatazama baadhi ya video za matrainer maarufu duniani na kuchukua baadhi ya vitu muhimu na kuandika kwenye notebook yake iliyokuwa pembeni yake kidogo. Aliendelea kutazama video mbalimbali huku akiendelea kushushia na waini taratibu
na muda mwingi alikuwa yupo makini sana. Kwa mbali alionekana Paulina akimtazama Prince kwa dirishani huku akiwa anatabasamu, na baada ya muda akafunika pazia. Kisha alitoka nje huku mkononi mwake naye akiwa na glasi ya wine akiwa anajichekesha tu. Wow, kumbe umejificha huku? Paulina aliuliza huku akiwa anasogea na kukaa kwenye kiti cha pembeni na kigauni chake kifupi kilichokaa kimtego mtego. Bwana Prince akamtazama kwa makini na kidogo akaonekana kama mtu aliyeshtushwa sana baada ya kuona kinguo alichokivaa Paulina jinsi kilivyoacha mapaja yake wazi. Nipo huku. Kuna mambo nayaweka sawa kwa ajili ya programu zangu za kesho. Alizungumza Prince na kuanza kukubabaika. Kumbe kazi zenu nazo mnatakiwa kusoma kila wakati. Lazima madam. Alijibu Prince huku akiwa anatazama kwa kuibia miguu ya Paulina. Sasa kwa uchokozi mwanadada akawa anajisukuma kwenye bembea mbele nyuma mbele, ili mradi tu upepo ukampepee na kigauni chake kifunuke kwa mbele na mapaja yake yaweze kuonekana bwana. Prince alishuhudia hilo swala na akawa anatazama kwa kuibia. Aliibia hivyo hivyo tu na mwisho akajikuta anaona mapaja mazuri yenye ngozi laini ya mrembo Paulina aliyeamua kumuonyesha kiaina. Kwa nini sasa mpaka sasa hivi hujaoa? Aliuliza Paulina akiwa ananyanyuka taratibu kimahaba na kwenda kukaa kwenye kiti cha pembeni na kiti ambacho alikuwa amekaa Prince. Bado sijapata mwanamke wa kunifaa. Kwanza kabisa Paulina alicheka sana kiasi cha kumfanya hata Prince ashangae. Kwa nini mwanamke huyo amecheka kiasi hiko? Kumbe unataka kusema mpaka sasa haujawahi kupata mwanamke wa ndoto zako? Aliuliza Paulina akiwa anamtazama Prince kwa kumkazia macho usoni. Ndiyo, acha uongo bwana. Kweli madam, ya nini nikudanganye? Alafu ili nipate nini? Sijajua, labda kuna kitu unachokitaka. Si unajua watu wakiwa wanahitaji kitu fulani huwa wako radhi hata kudanganya ili mradi wakipate. Hapana bwana, siwezi kufanya hivyo. Na hata kama kuna kitu ninakihitaji, basi lazima nizungumze ukweli kuliko kudanganya. Kweli? Aliuliza Paulina huku akiwa yupo makini na uso wake ukionekana kabisa unahitaji kusikia jibu la Prince. Kwanza Prince alisita kujibu swali la Paulina na kuishia kumtazama usoni na wakakutanisha macho yao huku kila mmoja akionekana kumsoma mwenzake anachokiwaza. Paulina alionekana kabisa yupo kwenye mawindo na Prince alionekana kabisa kumsoma Paulina nini anachokitaka na anataka kutega mitego gani. Waliangaliana kwa muda na Prince alionekana dhahiri kuanza kumuelewa mwenimba wake. Licha ya kuwa usoni alionekana kutumuelewa. Unahisi kuna kitu ninakitaka? Prince naye aliuliza swali la mtego. Paulina hakujibu chochote, aliganda tu na macho yake yakiwa usoni mwa Prince, huku kichwani mwake akiwa anawaza nini cha kufanya ama ajibu jibu gani ili amweke sawa Prince ambaye alionekana kama mguu mmoja upo ndani na mwingine uko nje. Waliangaliana kwa muda kisha Paulina alisogea karibu kabisa na uso wa Prince, huku akiwa anang'ata lipsi zake kimahaba na macho yake akiwa amelegeza kindezi. Walitazamana huku Prince akiwa anatazama lipsi za Paulina, akagundua kama kuna kitu mwanamke huyo anakitaka kutoka kwake, lakini anashindwa kuzungumza waziwazi. Sina ninachokitaka, alijibu Prince kisha akawa anakusanya vitu vyake na kutaka kuondoka pale. Ila usijali, naamini kwa sababu bado haujazoea mazingira. Ila ukishayazoea kuna vitu vingi utavihitaji na utaniambia. Alizungumza Paulina akiwa ananyanyuka kichokozi huku akiwa anatengeneza gauni lake. Kijana Prince alimtazama juu mpaka chini kisha akaondoka zake kwenda ndani na kufunga mlango wake. Paulina alibaki amesimama huku akiwa anatazama mlango wa Prince na kichwani mwake alionekana akitunga sheria nyingine. Utajaa kwenye mfumo tu, alijizungumzisha pale kisha akaondoka zake kuelekea ndani pia. Usiku uliwadia na Prince alionekana kukaa nje kwenye kibaraza huku akiwa anachezea simu yake na kuchati na baadhi ya watu wake sambamba na wateja wake pia.
Akiwa anaendelea kuchati, mara akaona mtu amemtumia ujumbe DM. Alipotazama aligundua ni mwenye nyumba wake, si mwingine alikuwa Paulina. Mbona umekaa nje usiku huu? Kwanza kabisa Prince alitabasamu na kutikisa kichwa kama kusikitika, kisha alimjibu, niko sawa, sioni mapungufu yoyote. Angalia dirishani kwangu. Paulina alituma ujumbe tena. Prince taratibu aliinua kichwa chake na macho yakaenda moja kwa moja kutoa dirishani kwa Paulina. Alijikuta anaganda kwanza kwa mshangao. Hakuamini kwa kile alichokuwa anakiona kwenye hilo dirisha. Paulina alikuwa kifua wazi na maungo yake yakiwa wazi kabisa, huku maungo yake yakiwa yamesimama wima kama miiba ya mchongoma. Aliduaa kwa muda, kisha alirudisha macho yake kwenye simu na kumwandikia ujumbe. Vaa nguo, alitaipu kwa kicheka. Baada ya kuandika hivyo, Prince alinyanyua uso wake na kumtazama Paulina. Paulina alionekana kucheka huku akiinamisha kichwa chake kwenye simu na kuandika, mbona nimevaa nguo yangu ya asili? Alinyanyua macho kumtazama Prince, kisha alimpa ishara asome ujumbe kwenye simu yake. Basi Prince alisoma ujumbe na kujikuta akicheka sana. Lakini wakati anafikiria cha kujibu, kuna ujumbe mwingine uliingia na kuzidi kumshangaza zaidi Prince. Njoo nipe kampani usiku huu. Prince aliposoma ujumbe huu alishtuka kidogo. Akajifikiria, Paulina anamaanisha kitu gani? Aliponyanyua macho yake kumtazama, aligundua msichana huyu anamaanisha kweli. Baada ya kumpa ishara ya kuingia ndani kwa mkono, Prince hakujibu kitu. Alichokifanya, alikusanya vitu vyake na kuingia ndani. Lakini kabla ya kuingia ndani, aligeuka na kumpa ishara Paulina kwamba atulie na asubiri. Paulina alicheka na kuonyesha ishara ya dole gumba kwamba amemwelewa. Prince aliingia ndani kwake na kufunga mlango, kisha akajiandaa kwa ajili ya kulala. Lakini alifungua dirisha na kufunua pazia, kisha akasimama na kuchungulia nje. Akamwona Paulina bado yupo dirishani amesimama, anamsubiria na macho yakiwa kwenye mlango wake. Kwanza alicheka sana, akamwandikia ujumbe Paulina, angalia dirishani kwangu. Alionekana Paulina kutazama simu yake huku akiwa na shauku ya kusoma ujumbe huo uliotoka kwa Prince. Paulina baada ya kusoma, macho yake akayaelekeza dirishani kwa Prince na kumuona akiwa amesimama dirishani anamtazama huku akiwa anatabasamu na kumpungia mkono. Kitendo kile kidogo kilimuumiza sana Paulina na kujikuta akimwandikia Prince ujumbe, sasa ndo umefanya nini? Kesho tunatakiwa mazoezi, kwa hiyo tutaonana kesho asubuhi, alijibu Prince, kisha akafunika pazia na kufunga dirisha. Paulina alichukia sana, lakini alijikaza na kutazama chumba cha Prince, na mwishowe aliona taa zinazimwa nyumba nzima, na ndipo alipoamini ya kwamba dili lake limeshabuma. Usiku mwema dada mwenye nyumba yake. Ujumbe wa Prince ulisomeka hivyo kwenye simu ya Paulina. Bibie alichukia sana. Alifunika pazia lake, kisha alifunga dirisha na kwenda kujitupia kitandani kwake. Asubuhi na mapema alionekana Paulina na Prince wapo barabarani wanafanya mazoezi ya kukimbia kurudi nyumbani, huku Paulina akionekana kuchoka sana, lakini Prince akawa anajitahidi kumpa moyo. Walikimbia mpaka walipofika nyumbani, wakaanza kufanya mazoezi ya viungo, huku Paulina akiwa anaonekana hajui mazoezi, ndio mara yake ya kwanza kabisa. Bwana Prince alijitahidi kumwelekeza na muda mwingine akawa anamshika ili kumpatia balance asianguke. Waliendelea kufanya mazoezi ya viungo, lakini muda mwingi Paulina alikuwa anamtazama Prince kimahaba zaidi na kumtega ili akae kwenye mfumo. Walimaliza salama na ukawa muda mwafaka wa kuogelea kwenye swimming pool, na wote wakajitosa kwenye maji huku wakiwa wanashindana kuogelea. Walikwenda raundi 2 na Paulina aliibuka mshindi na kuanza kushangilia kwa kupiga kelele huku akiwa anarusharusha maji hewani. Prince akawa anamtazama huku anatabasamu tu. Waliendelea kuogelea na mwishowe Paulina akawa ameishiwa nguvu. Alizidiwa na maji na kuanza kukata vikombe vya haja.
Haraka Prince alimwahi na kumshika huku akimvuta kwenye kina kifupi. Paulina alimkumbatia Prince kikamilifu mpaka nje ya swimming pool na alionekana kupoteza fahamu. Wakati huo Prince alianza kumpatia huduma ya kwanza na kumkandamiza tumboni ili atapike maji. Kisha akawa anamsaidia pumzi ili apate kupumua vema kwa kumpuliza mdomoni. Alifanya hivyo kwa mara 3 na Paulina alionekana kushtuka kutoka kwenye usingizi mzito wa kupoteza fahamu. Paulina alifumbua macho kivivu na kujikuta akigonganisha macho yao na Prince kushindwa kujizuia na kutaka kumwachia nyanyuke. Lakini haraka Paulina alimwona na kumshika mkono wake, akamrudisha na kumchapa busu. Walijikuta wote wakianza kubadilishana mate. Bwana Prince alijikuta akijaa kwenye mfumo na kuanza kunyonyana ndimi na Paulina na kuzama kabisa kwenye uba zito. Waliendelea kufanya hivyo na mwisho Prince uzalendo ukamshinda. Walijikuta wakianza kuvuana nguo na mwisho wa siku walijikuta wakifanya mapenzi pale pale bila aibu. Na walikuwa huru kwa sababu hakuna mtu mwingine zaidi yao na walikuwa wapo wenyewe wawili tu. Walifanya yao mpaka walipomaliza na Paulina alijihisi mshindi baada ya kufanikisha hilo swala lake na kuona kabisa mawindo yake yamekamatwa kwenye mtego wake aliotega. Waliachana na kila mmoja alikwenda ndani kwake. Paulina aliondoka akifurahia, lakini Prince aliondoka akiwa anajutia kwa kile alichokifanya kwa sababu hakutaka kufanya vile. Hatua ya pili nyingine ya ushindi bwana, alijisemea Paulina huku akiwa anajitazama kwenye kioo chumbani mwake. Alifurahi sana baada ya kufanikisha kufanya mapenzi na Prince. Na haikufahamika ni kwa nini alikuwa anafurahia hilo swala. Maana lilikuwa ni swala la hatari sana. Light kama tajiribeni angegundua hilo swala. Wakati Paulina akifurahia chumbani kwake huko upande wa pili Prince alionekana kusimama mbele ya kioo chake huku akiwa na sura ya majuto, akijutia sana kwa kile kitendo alichokifanya na Paulina. Sijui ndo nimefanya nini. Hivi mume akijua siataniwa mimi? Prince anaendeleza kujiuliza huku akiwa anajitazama kwenye kioo sana. Baada ya kujilaumu kwa muda mrefu, mwishowe aliondoka na kuingia bafuni kuoga huku bado akiwa anajilaumu sana. Siku ilipita kwa kila mmoja akiwa chumbani kwake na kila mmoja akiwa na mawazo yake binafsi. Paulina akiwa ni mwenye furaha na kujisemea kwamba jambo lake linaenda kutimia. Ni jambo ambalo alikuwa analijua yeye peke yake. Msikilizaji, mimi na wewe tupo kwenye upofu mzito. Na ulifika usiku na alionekana Paulina akiwa amekaa kitandani akiandika kitu kwenye laptop yake ambao alikuwa ameipakata kwenye mapaja. Alikuwa anaandika ujumbe kwa mtu. Na ilionekana huyo mtu alikuwa anachati naye kila siku na alikuwa kama anampatia ripoti ya kila jambo analolifanya. Zilionekana ripoti nyingi tangu alipoanza kazi ya wanamitindo mpaka alipokutana na tajiri Ben Popat, alipopangishiwa nyumba, aliponunuliwa nyumba na mpaka alipompata mpangaji wake. Na kilichokuwa kinafurahisha zaidi kwenye hiyo ripoti yake iliyokuwa inaonekana kama diary yake ya matukio muhimu. Hadi majina kamili ya Prince yalikuwepo, picha yake mpaka sehemu aliyozaliwa na cheti chake cha kuzaliwa. Vyote hivyo hakuwahi kuelezwa na Prince, lakini Paulina alikuwa navyo na aliandika kwenye ripoti yake. Na alionekana kuna mtu amemtumia, lakini haikujulikana huyo mtu ni nani. Mwanamke siku hiyo usiku alikuwa anaandika ripoti ya kwamba amefanya mapenzi na Prince mpaka sehemu aliyofanyia mapenzi aliandika kama kumbukumbu yake. Kisha akatuma kwa huyo mtu wake ambaye alikuwa anamjua yeye. Baada ya kutuma ujumbe ulirudi na kujibiwa kwamba hatua nzuri. Haraka Paulina alifunika laptop yake na kuiweka kwenye drawer yake ya siri na kujilaza kitandani. Lakini wakati anajilaza simu yake ikaanza kuita. Alipoitazama akagundua ni Prince. Haraka alipokea na kumsikiliza huku akiwa na tabasamu kwa furaha. "Umeshalala?" aliuliza Prince. "Hapana, nipo kitandani nawaza juu yako," alijibu Paulina kwa sauti nyororo na ya kimahaba sana. "Sorry, tunaweza kuwa wote kwa usiku huu?" Kwanza Paulina alishangaa na kuzidi kutabasamu kwa furaha na kuiweka kwanza simu yake pembeni. Kisha akasimama kitandani na kuanza kurukaruka. Yes, yes, yes."
Haraka akairudia simu yake na kumjibu Prince. Ni wewe tu, karibu, alijibu, kisha akaiweka simu yake kitandani na kufunua pazia. Wakati anafunua pazia, aliweza kumwona Prince amesimama nje ya nyumba kubwa akiwa anatazama dirishani, huku akiwa anatabasamu, na mkononi mwake alikuwa ameshika mzinga wa waini na glasi mbili. "Come in," alizungumza Paulina kimahaba na shauku kubwa sana. Haraka haraka alitoka dirishani na kushuka ngazi za kwenda sebuleni ili kusudi aelekee mlangoni kufungua mlango na kumkaribisha Prince ambaye alionekana ameshanogewa na penzi la mtoto mrembo Paulina. Basi mlango ulifunguliwa. Prince aliingia akiwa anazungusha macho yake kila kona ya nyumba hiyo. Alikutana na vitu vya thamani sana mpaka mwenyewe alianza kuingiwa na ubaridi na uoga pia. Haraka Paulina alimwahi Prince na kumkumbatia. Ile kumbato la mahaba kusudi tu kumtoa kwenye ile wenge, kwa sababu alijua fika kwamba Prince amechanganyikiwa. "Usijali, ni vitu vya kawaida sana," alijibu Paulina akiwa anamshika mkono Prince na kutangulia kwenda kupanda ngazi. "Kwa nini isiwe hapa?" aliuliza Prince. Si umesema unahitaji tu wote usiku wa leo? You mean?" alizungumza Paulina, lakini kabla hajamaliza Prince alidakia. No. Really, tulale wote? Yeah, why not? Kwa nini? Prince hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali na kuongozana na Paulina kukwea ngazi kwenda gorofani kwenye chumba cha Paulina. Baada ya kufika chumbani, mambo yalikuwa ni ya moto, huku akiendelea kunywa waini na kuchezeana maungoni mpaka pale hisia zilipowapanda na kuvunja amri ya 6. Usiku wao ulikuwa ni usiku wa kipekee na walikuwa wamelipalilia penzi lao jipya na bila uoga. Kijana Prince akawa amezama kwenye penzi la mwanamke wa mtu, tena mwanamke wa tajiri mkubwa sana nchini. Safari yao ya mapenzi ilianzia rasmi hapo, na ilikuwa ndio desturi yao. Kila siku usiku walikuwa wanalala pamoja kwa kipindi ambacho tajiri Beni bado yupo nje ya nchi kwenye mikutano yake ya kibiashara. Siku ilizaa wiki ikazaa mwezi, na mwishowe miezi kadhaa ikapita na tajiri Beni Popat akarejea nchini. Katika kurejea kwake nchini, tajiri Beni moja kwa moja alielekea nyumbani kwake kwa familia yake kwa ajili ya kuwaona watoto wake pamoja na mkewe. Taarifa za kurejea kwake nchini Paulina zilikuwa zimemfikia, na akamweleza Prince kwamba mumewe amerudi na siku yoyote atakuja hapo nyumbani, kwa hiyo awe makini na ajizuie mumewe asijue ukaribu wao. Kwa ile kijana Prince alikubali na kumwahidi Paulina ya kwamba atafanya kama alivyomwagiza na kila kitu kitakuwa sawa, wala asijali. Baada ya siku 3 tajiri Beni aliwasili nyumbani hapo akiwa ndani ya taksi, lakini nyuma yake taksi hiyo ilikuwa inafuatwa na gari nyingine kali sana mpya ikiwa imefungwa kwa gift paper kwa mbele kama ishara ya kwenda kuzawadiwa mtu. Taksi iliingia mpaka ndani na ile gari mpya nayo ikawa inafuata kwa nyuma, na walipofika tu Beni akamlipa dereva aliyekuja anaendesha ile gari mpya, kisha akamlipa na dereva taksi, kisha wakaondoka zao. Paulina alitoka ndani akiwa na furaha na kwenda kumpokea tajiri Beni, huku akikumbatiana na kupigana mabusu. Hayo yote akiwa anaendelea, Prince alionekana kuchungulia dirishani kwa mbali, lakini hakufanikiwa kumuona kisawasawa tajiri Beni. Mwishowe Paulina aliingia kwenye gari yake mpya ambayo alipelekewa kama zawadi na kuiwasha, huku tajiri Beni akimchukua video na picha kadhaa kwa ajili ya ukumbusho. Walipomaliza waliingia ndani na Prince akawa ametulia akitazama mchezo mzima, huku akionekana kujawa na wivu moyoni. Tunachozidiwa na hawa watu ni pesa. Hakuna wanachotuzidi. Wanawake wanahisi furaha sana pale wanapopata pesa kubwa sana, lakini hao wenzetu matajiri hawahisi kupungukiwa hata kidogo, hata wakitoa kiwango kikubwa ambacho kwetu sisi ni mtaji wa maisha. Inauma sana. Alizungumza hayo Prince akiwa anafunika pazia la dirishani kwake na kwenda kukaa kitandani kwake, maana alijihisi kuchoka sana. Waliingia ndani Paulina na tajiri Beni, na kwa kuwa walikumbukana sana, kitu cha kwanza kilichofanyika pale
Ilikuwa ni mechi moja takatifu ya kupeana pole ya safari na pole ya kukaa muda mrefu bila kumwona mpenzi wake kwa kila mmoja. Baada ya game moja matata, tajiri Beni alisimama dirishani kuchungulia kwa nje ili apate kuona mandhari ya nyumba hiyo kwa nyuma, na ndipo alipoweza kumuona Prince amekaa kwenye kiti chake na meza kwenye kibaraza cha nyumba aliyoipanga. Alikuwa ni kijana mdogo ukilinganisha na umri wa tajiri Beni. Ni rika la umri wa kina Paulina, na bwana Beni Popat alikuwa ni mtu mzima kidogo. Beni alimtazama Prince kwa muda bila kuzungumza kitu. Kisha akawasha sigara yake mkononi na kuanza kuvuta, huku macho yake bado yakiwa kwa Prince. Mara akaonekana Paulina akimkumbatia kwa nyuma Beni huku akiwa anampetipeti. "Baby, mbona umesimama muda mrefu hapa?" aliuliza Paulina. Yule ndiye mpangaji ulimpangisha?" alioji Beni. "Ndiyo," alijibu Paulina akiwa anamtazama Prince. Alikuwa amekaa hana hata habari, akiwa anafanya mambo yake kwenye laptop. "Ana familia?" Paulina alimtazama kwanza Beni, kisha akawa kama anashangaa kitu, lakini uso wake ulionekana kama kuna kitu hajakielewa kutoka kwenye swali la tajiri Beni. "Inamaanisha kwamba ana mke ama amepanga yeye kama yeye?" "Hana mke," alijibu Paulina kwa mkato na kuonyesha amechukizwa sana na hilo swali. "Kwa nini sasa umempangisha kijana kama yule na hana mke? Hauoni kama atatusumbua?" "Baby, unamaanisha kwamba nimefanya maamuzi mabaya, si ndio?" Alionekana kabisa kwamba Paulina amepaniki na hakupenda kabisa kuulizwa swali kama hilo na Beni. "Sijamaanisha hivyo, lakini unadhani mimi nitakuwa ninakufikiriaje?" Paulina alizidi kuchukia baada ya Beni kuzungumza hiyo kauli na kumfanya abaki anamtazama huku akiwa anatetemeka kwa hasira sana. Prince akiwa amekaa kibarazani kwake aliweza kunyanyua macho yake kutazama kwenye dirisha na akamwona Paulina akiwa na Beni wanazozana na kurushiana maneno. Alitulia na kuwatazama kwa muda, lakini haraka alihamisha macho yake baada ya Beni kuzungumza huku akiwa anamnyoshia kidole yeye. Prince aliamini kabisa huo mzozo wa hao watu wawili ulikuwa unamhusu yeye. Aliamini kabisa hao watu wawili ni wanandoa, kwa hiyo hakutaka kabisa kujihusisha nao. Ndio kwanza aliendelea kufanya mambo yake. "Ina maana hauniamini, si ndio? Unaniona mimi ni malaya, si ndio maana yake?" aliuliza Paulina kwa hasira sana. "Mbona umeenda mbali sana mpenzi?" "Hapana, maswali yako yanaonyesha dhahiri kwamba siku zote huwa hauniamini na kuniona mimi ni mwanamke nisiyejitambua. Na hilo ndio tatizo lenu sana nyie watu wenye pesa." Paulina alianza kulia kwa machungu na kwenda kukaa kitandani. "Lakini mpenzi, sikumaanisha hivyo. Na kama nimekuudhi naomba unisamehe," alizungumza bwana Beni kwa unyenyekevu kwa akiwa anatoka dirishani na kusogea alipo Paulina. Lakini ghafla Paulina alichukua glasi iliyokuwa ina mvinyo akamrushia Beni kwa hasira. Haraka Beni aliona glasi na kuikwepa, na moja kwa moja glasi ilienda kupasua kioo cha dirishani na kwenda kuanguka nje na kupasuka. Zile kelele za mpasuko wa glasi zilimshtua sana Prince. Akatazama chini. Alikutana na vipande vya glasi sambamba na mvinyo uliosambaa kwenye sakafu ya pale nje. Hali ile ilimshtua sana, akajikuta akitazama dirishani na kuona kioo kimepasuka pia. Atakuwa salama kweli Paulina?" alijiuliza Prince akiwa anatazama dirishani. Baada ya muda alisikia purukushani na matusi yakimwagwa na Paulina, huku Beni akisikika kujitetea na kuomba msamaha. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndipo tajiri Beni hasira zikawa zinazidi kumpanda. Alishindwa kuvumilia matusi na kuanza kumshushia kipigo Paulina. Paulina alinyukwa kisawasawa mpaka akakosa hata nguvu ya kuendelea kutukana. Na bwana Beni aliondoka kwa hasira na kutoka nje. Mwanaume alitoka nje, alichukua gari lake jipya kwa hasira akaondoka, huku Prince akiwa anashuhudia yote hayo. Prince alibaki ameduana. Aliponyanyua uso dirishani, alimwona Paulina akiwa anafunika pazia huku akiwa ameumia usoni kisawasawa.
Alimwonea huruma kwa maana alijua fika ugomvi wao ulisababishwa na yeye. Japokuwa hakuweza kusikia mwanzo ulikuwaje. Alifahamu fika kichapo alichopatiwa Paulina, sababu kubwa ilikuwa ni yeye. Paulina hiyo siku hakutoka kabisa ndani mpaka ilipofika usiku, ndipo Prince alipojiongeza kwenda ndani kumuona. Lakini alikuwa yupo makini sana, akiamini kabisa Beni anaweza akarejea. Alipoingia ndani alimkuta Paulina akiwa kwenye hali mbaya sana, kwa sababu uso mzima ulikuwa umevia damu. Alianza kumpatia huduma ya kwanza kwa kumkanda usoni na sehemu zote alizoumia. Kisha akaanza kumpa dawa na mwishowe alimtengenezea chakula laini na kumpatia. Basi ngoja nikuache, alizungumza Prince baada ya kumaliza kumlisha Paulina. Kwa nini uniache peke yangu nikiwa kwenye hali kama hii? Anaweza akarudi na kunikuta hapa. Hawezi kurudi, usijali, weka tu. Taratibu Prince alikaa kwenye sofa, lakini akiwa hajiamini kabisa. Lakini Pao, chanzo ni nini hasa? Ana wivu sana. Na alikuwa ananiuliza ni kwa nini nimekupangisha wewe. Amejua kama nimeshalala na wewe? Hapana. Sasa kwa nini akuuliza hivyo? Kama nilivyokuambia, mume wangu ana wivu sana. Alivyokuona tu wewe akaingiwa na wivu. Sasa kwa nini nisihami ili nisije kukuharibia ndoa yako? Usijali, mimi ndiye mwenye hii nyumba na sio yeye. Kwa hiyo nina uwezo wa kuamua chochote ninachokitaka. Prince hakuwa na la kusema zaidi, alishusha pumzi ndefu nzito na kumtazama Paulina. Bibi alijikaza na kumsogelea Prince, kisha akambusu shavuni na kujilaza kwenye miguu yake. Usiku wa Prince alilala sebuleni akiwa na Paulina mpaka asubuhi, na aliendelea kumhudumia na kumfanyisha mazoezi ili mwili wake ukae sawa baada ya kipigo kizito. Naam, wiki moja ilipita na Paulina alikuwa sawa. Tajiri Beni alirejea tena, na siku hiyo Prince hakuwepo nyumbani, alikuwa ametoka. Ilikuwa ni majira ya saa 1 jioni. Kama kawaida yake, Beni alifika na taksi yake. Alishuka akiwa anamletea Paulina zawadi. Lakini hata kabla hajafikia mlango, Paulina alitoka kwa hasira, akaenda kumsukuma, huku akichukua zile zawadi zenyewe ambazo aliletewa, akaanza kuzitupa ovyo. Kile kitendo kilimuudhi sana tajiri Beni, akajikuta akibaki ana mshangao tu na asijue ni kwa nini Paulina anafanya ule ujinga. Lakini mpenzi, nimekuletea zawadi kwa ajili ya kukuomba msamaha kwa kilichotokea last week, ila unaamua kuharibu na zawadi zenyewe, alijitetea Beni. Lakini Paulina hakutaka hata kumwelewa. Yaani baada ya wiki ndo unakumbuka ulifanya makosa? Hukujali naishije baada ya kunipiga na kuniumiza vibaya? Lakini Paulina, hata kabla hajamaliza kuongea, Beni alipokea kibao cha nguvu shavuni. Na wakati anampiga, huko nako Prince ndo alikuwa anaingia. Ile dharau Beni ilimuumiza sana. Aliamua kumkamata Paulina na kuanza kumburuza kwenda naye ndani, huku akimtukana matusi mazito. Prince kile kitendo naye kilimuuma sana, lakini alishindwa kuingilia ugomvi wa wanandoa. Yeye aliamini hivyo kwamba hao ni mtu na mkewe, lakini ukweli ni kwamba sio. Beni aliingia na Paulina mpaka ndani, na kilichokuwa kinasikika humo ndani ni kelele za Paulina akiomba msaada na kulia kwa uchungu wa maumivu makubwa sana. Prince aliumia na kujikuta akitetemeka kwa hasira na kutamani hata kwenda ndani na kumvania Beni amtie kisago kwa ajili ya Paulina. Makelele mwishowe yalikata na ukimya ukatawala. Prince alitulia kusikilizia, na aliponyanyua macho yake dirishani, aliweza kumwona Paulina akihangaika kufungua dirisha, huku akiwa ametapakaa damu kwenye mikono na usoni. Kile kitendo kilimshtua sana Prince na kuamaki. Aliwahi kwenda ndani akijua kabisa Paulina yupo kwenye matatizo makubwa. Aliingia ndani na kuanza kupandisha ngazi, lakini humo ndani kulikuwa hakutamaniki kutokana na vurugu zilizopigwa hapo. Vitu vilikuwa vimesambaa na vingine kuvunjika, lakini hakujali. Ndio kwanza aliwahi na kwenda kutazama hali ya Paulina. Prince alikuwa anasukumwa na mapenzi juu ya Paulina, maana alishaanza kumpenda baada tu ya kukutana naye kimwili.
Alipofika chumbani kwanza, alifunga breki baada ya kumkuta Beni amelala chini anavuja damu puani pamoja na kinywani, huku macho akiwa ameyatoa afu anakoroma kwa kumaliza pumzi zake. Bwana Beni Popat alikata roho mbele ya macho ya Prince. Na Prince mwenyewe alijikuta akishangaa. Alimshangaa Paulina ambaye alikuwa ameshika kisu mkononi na damu zikimvuja. Paulina alikuwa anasema kwa hofu huku taratibu, hasira zilikuwa zinamshuka na akili ikiwa inamkaa sawa na kugundua kwamba amemuua Beni. Nimeua. Paulina alijiuliza kwa hamaki huku macho akiwa ameyatoa kwa mshangao sana. Haraka Prince alimwona na kumtuliza, na ndipo Paulina aliachia kisu kikaanguka chini huku akiwa analia na kumkumbatia Prince. Nimeua, mimi naenda kuozea jela Prince. Hapana, usilie. Tunaweza kulimaliza hili swala, usijali. Alizungumza Prince akiwa amemkumbatia Paulina. Kwanza kabisa Paulina alitoka mwilini mwa Prince na kumshangaa usoni, akionekana kama mtu ambaye amesikia jambo la ajabu sana. Kivipi? Aliuliza Paulina kwa mshangao. Unatakiwa kuwa jasiri. Sawa, alijibu Paulina, lakini alionekana kabisa hana imani. Sasa unachotakiwa kufanya hapa, nenda sebuleni kapange kila kitu kiwe sawa na vitu vyote vilivyovunjika kavitoe. Hili swala la huo mwili niachie mimi, alizungumza Prince kwa kujiamini sana. Haraka Paulina alitoka chumbani na kushuka chini akiwa na haraka. Alianza kusafisha kwa kufuata maagizo ya Prince. Kazi hiyo ilifanyika kwa siku nzima, na Prince alisafisha na kuondoa ushahidi wote chumbani. Kisha alichukua mwili wa Beni na kuutia kwenye gunia, na kisha alishuka nao mpaka chini. Alimkuta Paulina akiwa na yeye anamalizia kusafisha pale sebuleni na kila kitu akiwa amekiweka sawa. Huo mwili inatakiwa usiku utoke baharini, kwa hiyo hakikisha humo ndani haingii mtu yoyote yule, alizungumza Prince akiwa ameweka mwili wa Beni store. Sawa, alijibu Paulina. Katoa kile kisu ukakifiche mbali na hapa, alizungumza Prince, na Paulina naye alikwenda akafanya kama alivyoelekezwa. Baada ya muda ilimbidi sasa Prince aanze kukatakata kamba kwa ajili ya kufunga vyema mwili wa Beni ili usiku sana wakautupe baharini bila ya watu kuwaona. Alielekea mpaka jikoni na kukutana na kisu kingine tofauti na kile cha awali. Akakitumia kukatia kamba, kisha akakirudisha alipokikwata na kwenda kufunga maiti ya Beni. Baada ya kufanya maandalizi yote na kumaliza, Prince alielekea kwake na kutulia, huku akiwa anajiuliza ataweza kweli kumsaidia mpenzi wake huyo ili asiingie kwenye kifungo cha mauaji. Alijipa moyo na kusema kwamba ataweza na anatakiwa kuwa jasiri zaidi. Akiwa anajifikiria kwa kina, usingizi ulimpitia na kujikuta akiota ndoto moja ya kutisha kwamba amehukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Wakati anaendelea kuota akiwa ndo amevishwa kitanzi, akaanza kusikia sauti ya marehemu mama yake ikimuita na kumtaka awe jasiri asiogope kifo. Sauti ya mama yake iliendelea kumuita kwa sauti huku akipiga kelele kwamba Prince anatakiwa kuwa jasiri. Prince, Prince, Prince. Ilisikika sauti kwa nguvu na kumfanya sasa Prince alishtuka kutoka usingizini na kukaa kitako. Akiwa amekaa kitandani kitako anasikiliza kwa makini sauti iliyokuwa inamuita. Aligundua ni Paulina anaita akiwa nje akimgongia mlango kwa nguvu. Akaitazama saa yake ya ukutani ambayo ilimwambia ni saa 7 usiku kuelekea usiku wa manane. Na akizubaa basi alfajiri inaweza ikaja kwa kasi sana na kushindwa kufanya jambo lao la kwenda kuficha ushahidi. Prince, muda ndio huu uliosema, Paulina alisisitiza. Nakuja, alizungumza Prince akiwa anajinyanyua kitandani kichovu, maana usingizi nao ulikuwa umeshamchukua kisawasawa. Mwanaume alivaa nguo zake vizuri nyeusi kuanzia juu mpaka chini, kisha akachukua na kofia yake aina ya kepu nyeusi na kufungua mlango, huku akiwa anamtazama Paulina kwa upendo na moyo wa kumsaidia. Kila kitu kiko sawa? Aliuliza Prince. Ndiyo. Kasogeze gari karibu na mlango, alizungumza Prince akiwa anaelekea ndani. Moja kwa moja Prince alielekea mpaka store na kubeba mwili wa tajiri Beni na kutoka nao nje. Alipofika nje alikuta tayari gari imeshasogezwa mpaka mlangoni
na Paulina akiwa amesimama pembeni akiwa anaonekana kabisa hajui nini cha kufanya. Fungua mlango wa nyuma. Haraka Paulina aliwahi kwenda kufungua mlango wa nyuma. Prince aliubwaga mwili wa Beni na kufunga, kisha akaelekea kwa Paulina. Unatakiwa kuwa jasiri, na kusisitiza tena kwa mara nyingine. Aliendelea Prince kumsisitiza Paulina kuhusu swala la kuwa jasiri. Sawa, nimekuelewa, alijibu Paulina kwa hasira sana, maana alihisi kama Prince hamwamini kabisa. Naomba funguo gari. Haraka Paulina alimpatia Prince funguo na kwenda kuingia kwenye gari, na wote walikaa siti za mbele. Prince akiwa kulia ameshikilia usukani na Paulina akiwa amekaa kushoto, muda wote akiwa na wasiwasi. Prince alimtazama Paulina kisha akashusha pumzi na kugundua kabisa Paulina hayuko sawa, na muda wote ana wasiwasi juu ya tukio alilolifanya. Hutakiwi kuzungumza chochote kama tukisimamishwa njiani. Aliendelea kuzungumza Prince, kutoa maelekezo kwa Paulina aliyekuwa amekaa amejifunika uso wake kwa viganja vyake. Sawa, Paulina alijibu akiwa anatoa mikono usoni mwake na kumtazama Prince. Prince aliita Paulina kwa hisia huku akiwa anamtazama usoni. Prince aligeuka kumtazama Paulina na kuacha hata kuwasha gari. Walitazamana kwa muda, kisha taratibu Paulina alimsogelea Prince na kumchapa busu mdomoni. Kisha alijitoa taratibu huku macho yake akiwa ameyalegeza sana. Nakupenda, alizungumza Paulina kwa hisia sana na jicho likiwa bado limemlegea. Nakupenda pia, alijibu Prince akiwa anamtazama Paulina kwa jicho la huruma na kutamani zaidi kumsaidia ili kumtoa mtoto mzuri kwenye janga hilo la kifungo. Basi haraka Prince aliwasha gari na kuondoka eneo la nyumbani. Gari ilishika kasi barabarani na safari ya kuelekea baharini ilianza, huko kila mmoja kichwani mwake akiwa anawaza la kwake tu. Prince kichwani mwake alikuwa anawaza kama atafanikiwa kumsaidia Paulina akaepuka kifungo, basi atakuwa amepata mwanamke wa ndoto zake na kuishi naye, maana mume atakuwa ameshakufa. Lakini wakati Prince akiwaza hayo kichwani mwake, upande wa Paulina yeye alikuwa anawaza usiku ule kabla ya kwenda kumwamsha Prince. Aliweza kuandika kila kitu kilichotokea mpaka Prince alipokuja kumsaidia. Hakuacha kitu hata kimoja, yani kila kitu alikiandika na kukiweka kwenye diary yake ambayo ilikuwa kwenye laptop yake ya siri ambayo alikuwa anaifahamu yeye tu inapokaa. Safari yao iliishia ufukweni na kweli walikuta ufuko umepoa sana. Hakukuwa na mtu yeyote yule zaidi yao wao wenyewe. Haraka haraka Prince alitazama usalama na alipoona kumepoa hakuna mtu, alifungua mlango wa nyuma wa gari, akaibeba maiti ya Beni na kumtaka Paulina afunge milango yote ya gari na kumfuata. Paulina alifanya kama alivyoagizwa huku akiwa ameshika tochi. Lakini Prince alimtaka aizime kusudi watu wasije kuwaona kwa kutumia huo mwanga wa tochi. Walifika kweli kwenye mwamba mkubwa sana baharini na kwenye kina kirefu wakautupa mwili wa Beni. Haraka haraka wakaondoka huku Paulina akiwa haamini kabisa kama kweli wamefanikiwa bila ya kuonekana. Hakuna aliyetuona? Aliuliza Paulina akiwa anatazama huku na huku. Hakuna. Tuwai kwenye gari, alizungumza Prince akiwa amemshika mkono Paulina na kukazana. Walifika kwenye gari wakaliwasha na kuondoka zao. Lakini walipofika kwenye barabara kuu walisimamishwa na gari la doria na askari kadhaa wakaenda kulikagua gari. Leseni yako tafadhali, aliuliza askari. Haraka Prince alitoa leseni yake na kumonyesha askari huyo. Wakati askari huyo anakagua leseni ya Prince, huku nyuma nako askari wengine walionekana wakiendelea kukagua gari. Walifika nyuma na kukuta kama kuna michirizi ya damu. Askari ambaye aliona michirizi ya damu alienda hadi upande wa Paulina na kumtazama usoni. Mlibeba kitu chochote, labda kitoweo? Aliuliza askari akiwa anamtazama Paulina huku akiwa wanawamulika usoni kwa tochi. Paulina alimgeukia Prince na kumtazama usoni, maana alimwambia asizungumze kitu chochote akiulizwa na yoyote. Tulibeba nyama ya mbuzi ambayo tulishaishusha, alijibu Prince. Una uhakika? Askari mwingine alidakia baada ya kuona kama Prince amejibu kwa kubabaika. Ndio, alijikaza Prince na kujibu kwa kujiamini. Mlimshusha saa ngapi? Tulimshusha jioni afande. Tulikuwa tumetoka safari, kwa hiyo tulisahau kulisafisha gari.
alijibu Prince huku akiwa anatabasamu. Mnaishi wapi? Askari aliendelea kuwashushia mzigo wa maswali huku akiwa amemrudishia Prince leseni yake. Tunaishi Mbezi Beach. Paulina alidakia baada ya kuona kama Prince anataka kuzidiwa. Okay, na muda huu mnatoka wapi? Tunatoka klabu na mume wangu. Paulina alijibu kwa kujiamini zaidi mpaka Prince akawa aamini kama kweli ndiye yule Paulina alikuwa analialia muda sio mrefu na kuonekana kujawa na hofu. Askari waliwatazama na kuamulika, lakini waligundua kitu. Ila waliamua tu kuachana nao na kuwataka waende zao. Asante sana afande. Alishukuru bwana Prince na kuondoa gari huku Paulina akishusha pumzi na kuishia kutabasamu. Nilikuwa najua ndio mwisho wetu baba. Alizungumza Paulina akiwa anamtazama Prince huku akiwa anacheka. Haiwezi kuwa rahisi kiasi hiko mama. Alijibu Prince akiwa anacheka pia, na muda wote mikono ikiwa kwenye usukani wa gari. Walifanikiwa kufika nyumbani. Waliposhuka tu wakaanza kupapasana na kunyanyana ndimi kama kupongezana kwa kufanikiwa kushinda lile jambo. Waliingia ndani wakiwa wanaendelea kunyanyana ndimi huku Prince akiwa amembeba Paulina mikononi mwake wakiingia ndani. Prince alionekana kujiamini zaidi, maana alijua kabisa kwa sasa hakuna tena cha kuhofia, maana kama ni mumewe alikuwa ameshafariki. Walirusha roho kwa raha zao huku wakifurahia na kupongezana kwa kila aina ya vinywaji. Waliliwa chakari na Paulina alichukua simu yake na kuanza kupiga picha za kutosha wakiwa kwenye mapozi ya kimahaba. Picha nyingine zilikuwa hatari sana, maana walipiga nusu uchi na nyingine walipiga wakinyanyana ndimi. Ilikuwa ni hatari sana kwa usiku huo, na video nyingine ambazo walizichukua walikuwa wanafanya ule mchezo wa kikubwa na walikuwa wanafurahia kabisa. Walifanya yao, na walipopitiwa na usingizi na kulala fofofo bila ya kujitambua, walikuja kushtuka ilikuwa asubuhi. Prince wakati anaamka alimwona Paulina akiwa anaandika baadhi ya mambo kwenye laptop yake, na ndo alikuwa anamalizia kuweka picha na video walizopiga usiku. Aliandika ripoti zake za usiku huo. Alipomwona Prince ameamka, alifunika laptop yake na kuiweka pembeni akiwa anamtazama Prince kwa tabasamu pana. Darling, Paulina aliita akiwa ananyanyuka na kwenda kimahaba kitandani. Alipofika wakaanza kuchapana mabusu ya hatari na kukichapa kimoja cha asubuhi. Walimaliza na maisha mengine yakawa yanaendelea, huku Paulina muda wote akiwa anamshukuru Prince. Hakika wewe ni mwanaume ambaye sikuwahi kutegemea kama nitakuja kukutana naye. Alizungumza Paulina kwa utulivu sana. Usijali kipenzi, alizungumza Prince. Nataka nikufanye unikumbuke kila dakika ya maisha yako. Usinisahau hata kipindi ambacho sitakuwa sehemu ya maisha yako. Maneno hayo aliyazungumza Paulina akiwa anamshika Prince shavuni na kumpiga busu la kinywani. Bwana Prince alitabasamu na kukumbatiana na Paulina huku akiwa wanafurahia sana. Hatimaye miezi mitatu ilikatika na maisha ya Prince pamoja na Paulina ilikuwa ni maisha mazuri na furaha tele. Lakini Paulina alikuwa akitoka mara kwa mara kwa safari za nje ya nchi na safari za mikoani. Alikuwa anasafiri peke yake hata siku 2-3, kisha anarudi na maisha yanaendelea. Siku moja usiku, Paulina pamoja na Prince wakiwa wamekaa sebuleni wanatazama television, ndipo walipokutana na habari iliyowashtua wote wawili na kujikuta wakitazamana na kushangaana pia. Ilikuwa ni taarifa ya kuhusu kifo cha Ben Popat, na alionekana mke wake akilalamika na kuahidi ya kwamba yeyote aliyehusika na kifo cha mumewe lazima atapatikana. Baada ya kusikia hiyo habari na kumuona aliyekuwa anasema ni mke wa tajiri Ben Popat, Prince alijikuta anashangaa na kumtazama usoni Paulina, ambaye alibaki kumshangaa na kujiuliza maswali mengi kichwani mwake akiwa kama amechanganyikiwa. Hii imekaaje? Aliuliza Prince kwa mshangao sana. Kichwani mwake Prince alikuwa anajua Paulina ndiye mke wa tajiri Ben, lakini siku hiyo anakuja kumuona mke halali wa Ben, tena akiwa na watoto wake kabisa. Ndoa ya siri tulifunga naye, alizungumza Paulina akiwa ananyanyuka. Alielekea kuchukua vyeti vya ndoa na kwenda kumwonyesha Prince. Prince alitazama na kushangaa. Imekuwaje?
Na kwa nini Paulina afunge ndoa ya siri na huyo mwanaume? Hakuweza kupata jibu lolote, na alichokifanya ni kujaribu kumuelewa Paulina, kisha akatuliza macho yake kwenye runinga. Kilichokuja kumshtua zaidi ni kuona picha ya Paulina akiwa na Beni wakijivinjari sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Habari ilisema kwamba kwa mara ya mwisho alikuwa na huyo mwanamitindo na upelelezi wa polisi utaanzia kwake. Paulina alizidi kuchanganyikiwa na kumtazama Prince. Prince naye alizidi kuchanganyikiwa, maana hakujua anawezaje kumsaidia kwenye hilo swala. Tunafanyaje sasa? Aliuliza Paulina. Hawana ushahidi, acha waje kukuhoji. Na usionyeshe wasiwasi wowote wakiwa wanakuhoji, sawa? Sawa, alijibu Paulina kwa kujiamini sana. Kweli baada ya muda walipeana moyo na kutulia, wakiwasubiri sasa mapolisi waje kumhoji kwa ajili ya kutafuta ushahidi. Baada ya wiki moja kupita, Paulina alikamatwa na polisi na kuanza kuhojiwa kwa kina. Alihojiwa sana, huku akikataa kwamba hajahusika na mauaji ya tajiri Beni. Alikubali kwamba ni kweli alikuwa ni mpenzi wake na alifunga naye ndoa ya siri. Aliwaonyesha mpaka cheti cha ndoa na polisi walikubaliana naye na kumwachia, wakidai kama watahitaji ushirikiano basi watamuomba waonane naye tena. Walimpokonya mpaka pasipoti ama hati ya kusafiria kwa ajili ya kumzuia asitoroke. Basi baada ya wiki mbili kupita, huko kesi ikiwa inaendelea, ndipo picha nyingine zikavuja za Paulina na Beni wakiwa wanagombana. Unaambiwa hadi video zilivuja, na alionekana Beni akiwa anampiga Paulina na kuondoka zake. Cha ajabu, video na picha zote zilivuja, lakini picha na video za siku ya tukio la kifo cha Beni hazikuvuja. Polisi walianza kuhisi kitu kwamba Paulina anaweza kama amehusika kwenye kifo cha Beni kutokana na maisha ya mateso alikuwa anaishi naye. Paulina alikamatwa tena na kushikiliwa na polisi kwa wiki mbili, na wakati kesi inaendelea kunguruma, ndipo picha za Paulina na Prince zikavuja, na aliyekuwa anavujisha kujulikana ni nani. Sasa kashishi likahamia kwa Prince, na polisi walihitaji mahojiano naye kwa sababu alionekana ni mtu wa karibu na Paulina, anaweza akawa anajua kitu. Kilichomponza Prince ni kwamba alikuwa anadate na mke wa mtu, tena kipindi ambacho yupo kwenye ndoa. Polisi walihusisha na masuala ya wivu wa mapenzi, kifo cha marehemu Beni Popati. Prince alihojiwa, na baada ya polisi kuridhishwa na majibu yake, walimwachia na kumpokonya hati yake ya kusafiria pia. Uchunguzi ukiendelea, picha sasa za faragha za Prince na Paulina zilianza kuruka hewani. Kesi ikaanza kuwa ngumu kwa Paulina na Prince. Prince alikaa tu nje kwa siku 3, lakini baadaye alikamatwa tena na polisi na kuwekwa kizuizini, na kesi ikaanza kuchunguzwa. Polisi walifanya upelelezi wao, na mwisho wa siku kesi ikafika mahakamani, na wakili aliyekuwa anasimamia hiyo kesi alikuwa ni jamaa ambaye alikuwa ni wakili mpya, na alionekana ni wakili hatari mwenye kujua sheria kiundani. Wakili alimhoji Paulina kwa muda wake, kisha akamhoji na Prince kwa muda wake, na alikusanya maelezo ya kutosha. Baada ya hapo aliyawasilisha maelezo hayo mahakamani. Paulina hakujua alichojibu Prince, wala Prince hakujua alichojibu Paulina. Kila mmoja alikuwa anapanda kizimbani akiwa na imani kwamba mwenzake anaweza kujibu maswali kama walivyokuwa makubaliana kabla ya kukamatwa. Kesi iliendelea, na kadiri kesi ilivyokuwa inaendelea, hali ilikuwa ni ngumu kwa Prince. Paulina alionekana kuwa na haueni. Hata Prince alikuwa haamini kwa kile alichokuwa anakiona na kukisikia. Kisu kilichotumika kwenye mauaji kilikutwa na fingerprint za Prince. Mwili wa Beni nao ulikutwa na fingerprint za Prince. Kila kitu ndani kilikutwa na fingerprint za Prince. Na bahati mbaya ililetwa video ya siku ambayo wanakwenda kutupa mwili wa Beni baharini, na hakuna aliyejua hiyo video aliyewarekodi ni nani. Unaambiwa hata Paulina naye alikuwa anajifanya haelewi kinachoendelea. Baada ya kuonyesha ushahidi wote, wakili alionekana kuwatetea Prince na Paulina alianza kuzungumza, na ndiye ambaye alileta ushahidi huo. Mheshimiwa hakimu, kama ushahidi unavyojionyesha, mshtakiwa namba 1 bibi Paulina hana hatia.
alitekwa na muuaji ili kuingizwa kwenye kesi. Na muuaji alimuua Beni kwa sababu za wivu baada ya kuona anampiga Paulina ambaye alikuwa mchepuko wake. Kwa hiyo mheshimiwa hakimu, muuaji hapa ni Prince Mukijuko kwa sababu ushahidi na kila kitu kimekutwa na fingerprint zake. Naiomba mahakama hii tukufu iweze kumhukumu Bwana Prince adhabu kali ili iwe ni fundisho kwa wengine wenye tabia kama hizi ama wanaotaka kufanya tukio kama hili. Alimaliza na kutulia, akarudi kukaa. Prince kwa wakati huo alikuwa haamini kwa kile alichokuwa anakisikia, na ilionekana kweli amekubali hata yeye ndiye muuaji, ukiachana tu na ushahidi kumnasahihi. Prince alimgeukia Paulina na kumtazama. Hakuamini kabisa baada ya kumwona anatabasamu. "Wewe ni shetani." Alitaka kumvamia Paulina, lakini haraka askari walimwahi na kumzuia. Hakimu alisoma hukumu ya Prince, akahukumiwa miaka 30 jela kwa kesi ya mauaji na utekaji. Hakuamini kabisa kama siku hiyo alikuwa amepewa kesi ya utekaji wa kumteka Paulina na kumlazimisha kuficha ushahidi wa mauaji yake. Polisi walimchukua na askari magereza wakambeba na kumwingiza kwenye karandinga la magereza. Na maisha mapya ya jela alianza Prince, na alianza kutumikia kifungo chake rasmi. Baada ya Prince kuhukumiwa kifungo cha miaka 30, Paulina alionekana akijivinjari na wakili ambaye alikuwa anawasimamia kwenye kesi yao. Walikuwa wanakula raha na maisha yao yalikuwa ni ya kifahari sana. Waliweza kuchukua nusu ya utajiri wa Beni, na yote ni kutokana na Paulina kuweza kubeba mali kwa kumlaghai Beni enzi za uhai wake. Paulina alibeba kila kitu kwenye kampuni ambayo alikuwa kama balozi, maana hisa nyingi alikuwa ameandikishwa yeye na Beni. Na huyo wakili aliyefahamika kwa jina la Ibrahim Kevo, na hata Paulina pia hakuwa anaitwa Paulina. Jina lake halisi alifahamika kama Rehema Chagufa ama Rei. Na huyo wakili ni mume wake halali kabisa wa ndoa. Kumbe hapo walikuwa hapo kwenye misheni ya kusaka utajiri kwa tajiri huyo mkubwa nchini, na naweza kusema kwamba walifanikiwa. Na walikuwa ni matajiri wakubwa kwa kuweza kufanya utapeli nchi nyingi Afrika, na walikuwa hawaishi nchini. Wao walikuwa wanaishi nchini Ufaransa. Walipomaliza kukusanya mambo yao, waliondoka na kurudi nchini Ufaransa na kuendelea kula maisha kama kawaida yao, wakifanya mtego kwa tajiri mwingine, na huo ndio ulikuwa mchezo wao. Wao walikuwa wanacheza na matajiri wakubwa duniani, hasa matajiri wa Afrika. Prince alijikuta akilia kwa uchungu baada ya kujua ukweli kwamba Paulina na yule wakili ni mtu na mumewe, na walikuwa wapo kikazi zaidi. Aliishia kulia na kujutia kwa kile ambacho alikifanya, maana alipoteza muda wake bure. Alikuja kutoka akiwa ni mzee wa miaka 50 Naam msikilizaji, na hii ndo tamati ya simulizi yetu nzuri. Simulizi ambayo imebeba ujumbe mkubwa sana, mke wa mtu sumu jamani. Simulizi hii nzuri imetungwa na kuandikwa na mwandishi wetu Amani H. Kigoe. Naendelea kusisitiza msikilizaji, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Dada Simulizi, tafadhali usisite kufanya hivyo ili kuendelea kujifunza na kuburudika kupitia simulizi zetu nyingi ndani ya channel ya Dada Simulizi. Sina la ziada. Mwisho wa kigongo hiki ni mwanzo wa kigongo kingine. Asanteni na kwaherini.